vile ninapopanga kukaribisha mjakazi wa Mungu, yeye mission ndiye nabii wa ushirika wa PEFA ambaye ametambuliwa na Presiding Bishop Kenya Dr. John Okinda aliye daktari. Inaitaja kuwa the spiritual diary ya mwaka mzima, mambo ambayo huwa inatendeka nchini mwetu. Wana Kenya hawana habari, lakini habari yote huwa Mungu amefunulia mahali hapa, na vitabu mama ameandika vingi sana tangu 1985 to date. Kwa hivyo nataka nichukue nafasi hii rasmi nikikaribisha nabii mjakazi wa Mungu aje na aseme ama atusomee kile Mungu wana baraka wale waomba, wana baraka wale waomba, wana baraka wale. Yesu niko hapa, Yesu niko hapa, Yesu niko hapa, niko hapa kwa ajili yako Jesus. Leo wa tarehe 1 mwezi wa kwanza mwaka wa 2020. Kwa majina yangu naitwa Dibora Osengo Wanjala, Sinoko PEFA Church, Bungoma County. Unabii huu wa mwaka wa 2020 ni mwaka ambao kulingana na Roho wa Bwana vile ameweza kufunua, ni mwaka wa misukosuko. Mwaka si mbaya, lakini kuna misukosuko ndani. Mwaka huu usiposhughulikiwa vizuri na Wakenya, inakutokuelewana kwingi. Wengi watachanganyikiwa, wakose mwelekeo. Hivyo maombi kukemea hiyo kuchanganyikiwa, kukosa huo mwelekeo na kuleta kutokuelewana. Hata katika familia, hiyo ni familia yangu, familia yako na ya wengine. Kukosa mpangilio, na watoto wengi wanaonyeshwa hapa wataumia sana. Kwa hivyo maombi inahitajika mahali pale. Mambo ya kuangaliliwa zaidi
ili shetani akose nafasi ya kuleta uharibifu wake hapa, ama alete shida na ugumu, vile tumesikia huo kuchanganyikiwa. Maombi inahitajika kabisa kabisa kwa wanahabari, watangazaji, na ni Kenya yote, maana ugumu unataka kuwafuata, lakini kwa maombi, maana ni jambo Mungu ametaka liombewe. Kwa nini ametaka liombewe? Ni watu ambao wanajua mambo na wengi wanaarifu watu kujua ni nini kinaendelea. Ni watu wa kukusanya habari na wanaambia wengine. Kwa hivyo ni maombi kwao wasaidiwe na walindwe vizuri ili waweze kushughulika kwa kazi hiyo, maana ni kazi ya umuhimu pia kwa upande wa Mungu. Na washughulikiwe na wahusika. Na sisi tuombee kabisa ushindi mbele. Kwa hivyo tukipata wanahabari hapo, tunakuja kwa madaktari, watu ambao wanahitajika washughulikiwe vizuri sana kwa mwaka huu, isilete shida. Na Mungu anaungana na hiyo, maana hawa watu ni watu wa umuhimu. Madaktari, maaskari, ami wakiwa ndani, mahakama, walimu, hata kwenda juu mpaka wale wa university, wafanyikazi, wauguzi, hawa watu kwa huu mwaka washughulikiwe. La sivyo, hiyo mambo ambayo tumesikia ya kwanza, kuchanganyikiwa, kutokuelewana na misukosuko, hatutakosa kuiona, lakini Mungu hataki tuione, maana tunapoomba na wanaohusika wanapofanya yanayohitajika, na ushindi wa Bwana utaonekana. Kuna uhaba wa kazi, lakini yeyote ambaye amefanikiwa kupata kazi ama kupewa kazi, ameajiriwa, afanye na moyo wote kazi yake kwa huu mwaka wa 2020. Tena wafuatwe kuhakikisha wanafanya kazi vile walisomea kazi zao. Madhara ambayo inaonekana, maafa ambayo inaonekana, maajali ambayo inaonekana, ni kwa sababu mtu mahali alisomea kazi kabisa, lakini haifanyi vile inavyohitajika. Mwaka wa 2020 Mungu ndiye ataangalia hiyo. Kwa hivyo ni mtu ajirekebishe tu binafsi yake na afanye kazi kulingana na vile alisomea, sio vile anataka, na hakuna njia fupi. Wakenya tumshukuru Mungu, licha ya yale mengine yanatokea na mengine pia tunashukuru. Shukurani hii ama kushukuru hii ni kwa sababu ya mvua ambayo imenyesha, mvua ambayo imeleta mafuriko, mvua ambayo imekuja na kishindo na bado inaendelea polepole. Tumshukuru Mungu kwa ajili ya hiyo mvua. Kwa nini tumshukuru Mungu? Ni kwa sababu Mungu alisema katika neno lake ya kwamba hatawahi uwa mtu kupitia kwa maji tena. Vile wale walikufa ilitosha, na ikawa hataadhibu watu tena kwa maji na wakufe. Na hii mafuriko ambayo mvua hii imeweza kuleta ni kwa sababu Mungu aliweka mpangilio wake.
mpangilio wake. Kuna maocean pale, kuna maleki pale, kuna mito pale, hata tuna zile ndogo ndogo. Kuna milima ambayo maji inatoka ndani, kuna misitu ambayo maji inatoka ndani, ama inasanya na maji inaonekana, mvua inaonekana. Lakini mtu aliingilia, na si Kenya pekee, ni mahali kwingi tu kwa dunia. Lakini Kenya iliweza kuathiriwa sana kwa sababu watu waliweza kupata nafasi na wakaharibu hii mazingira yote, wakaharibu misitu, wakaharibu wapi, wakaharibu njia zote zile mvua ingekusanyika, sababu Mungu alipanga kwa njia kwamba ocean aliipa maji ya kutosha, akaipatia mpaka wake. Hata lakes zina mipaka yao, hata marivers zina mipaka yao, milima ile maji inatoka huko. Kwa hivyo inakuwa ya kwamba wakati maji inapanda, wakati mvua inarudi, inanyesha, maji yanarudi pale pale na hautaona mabadiliko. Lakini sehemu hizi zimeingiliwa na uharibifu ukaonekana. Kwa hivyo mauaji ama kufa, sio mauaji, ile kufa ambayo watu wamekufa kwa ajili ya hii mvua mingi, ni kwa sababu wamekaa kwa njia ya kupitisha yale maji. Ni kwa sababu katika hali yao ya kujenga na hali yao ya kuishi hawakusaidiwa, hawasaidiwi. Hapa jenga, hapa usijenge, hapa kaa, hapa usikae, hapa lima, hapa usilime. Kwa hivyo ni wakati ambapo Mungu anataka wahusika wasaidie hawa watu. Kuna wale walikufa na kuna wale bado wanahangaika, wasirudi kujenga mahali pale tena. Na wakirudi pale, kwa sababu hali bado inaendelea, na hali inaendelea ili climate yake ama ile anga ilikuwa ama vile mzunguko wa maji ulikuwa, irudi kwa ile nafasi yake ile Mungu aliwekea. Kwa hivyo bado maji yale yanapita, na hawa watu wasipotoka mahali pale, wasiposaidiwa, bado tu tena sisi hao ndio kulia. Mafuriko ilikuja, maporomoko ikapatikana, watu wakakufa, manyumba imeanguka. Hiyo ndio vilio vyetu. Lakini nini kinatushikilia hawa watu wasitoke mahali pale? Hilo jambo linahuzunisha Mungu. Kwa hivyo ni wakati watu wasaidiwe, ni wakati watu waelekezwe, ni wakati watu wafanye kazi yao, ni wakati mtu afanye kazi kulingana na vile amesoma. Kama alisomea mahali hapo, ukijenga itakuwa hivi, kwa nini waruhusu mtu akae mahali pale? Watu wakaingilia kuharibu vile umesikia. Kwa hivyo vile watu wanahamishwa mawe si makosa, lakini jambo ni hawa watu wanapotoka wanaenda wapi? Wasaidiwe, wakuwe mahali, sababu hao pia ni watu, ni Wakenya kama wale wengine. Wasaidiwe. Hii ni kama mambo imejileta ile ambayo mtu hakutarajia, awekwe mahali panahitajika, asihangaike nje na watoto. Hivyo Mungu mwenyewe ameamua kurekebisha hali ya anga yeye mwenyewe irudi vile ilivyokuwa, vile alitaka iwe. Na ndio sasa tunaona hiyo mvua kwa fujo. Kwa hivyo mito itajaa, lakes zinapata maji, na maforesti zinaanza kurudi. Mtu asipotatiza zitarudi vile zilikuwa. Na mvua iliyopotea njia itaanza kurudi polepole, ianze kunyesha vile ambavyo inahitajika, na watu wa kupanda vyakula vyao waendelee vizuri, kwa sababu saa hii hauelewi uko wapi, unaenda wapi. Ni kwa vile huo mchanganyiko ulikuja, lakini Mungu alipanga na akamaliza. Ni mtu tu ambaye anaharibu. Hivyo Mungu akubali mtu afe kwa maji. Mmesikia hiyo? Na hata kubali
Na ikiwa kazi yako niyo ya kushughulika na uache watu wakufie kwa maji, hiyo damu ni yako, si ya Mungu, maana Mungu yeye alimaliza kazi yake. Na tena amerudi kwa ajili ya upendo kusaidia. Na ni Kenya ambayo inasaidika kabisa. Mtaona kesho hii misitu imesimama. Kesho hii wanyamapori wamezana tena. Kesho hii masamaki tena zitarudi. Kesho hii maji na ushindi tena tunaenda kuupata. Lakini tuanze kusaidiana sasa. Hivyo ni wakati hawa watu wasaidiwe kabisa, wasijenge tena mahali pale mnarudiwa. Wale wanakaa kwa milima, maporomoko inaanguka, ni kwa sababu imekunywa maji yale yanakuja ya mfuriko. Chini kunakuwa na unyefu na udongo haiwezi kushikilia maji tena, inawaachilia watu wanaenda. Watu wasikae hapo. Itagharimu, lakini mtu awe salama, maana ni mtu wa Mungu. Kwa hivyo maombi ni ya kwamba uchumi, ingawaje imekuwa ngumu, lakini Mungu hataruhusu watu wakufe kwa njaa. Kwa njia zake mwenyewe anajua vile atapenyesha na watu wake wapone. Magonjwa ni mengi, mengine yanatokana na ile mvua tumeiona. Tukitaja mataifa yetu na kolera na malaria na kadhalika kwa ajili ya umbu, matumbo kusumbua, maji chafu. Lakini tuwe waangalifu pia, chemshe maji yetu kama si ile ya tapu ile inashughulikiwa. Na hata ikishughulikiwa usikwe na hakika, kwa sababu tumepata kuna watu wanalala kazini. Anahitajika shughulikie yale maji ya kuja akiwa safi, lakini unaweza kuyapata mtu anakunywa na kuwa na shida. Kwa hivyo chemsha, tengeneza vile pia wewe unafikiria, na uweke kwa vitu safi maji ya kunywa hayo. Kuombea idara ya maji, wawe na nguvu, wawe na dawa ya kutosha, wapewe mwelekeo mzuri ili maji ishughulikiwe. Kwa hivyo ile maji ya mashimo, mama baba shughulikia kabla itumike. Tunakuja kwa jambo hili ya kwamba Kenya ni nchi inajivunia kumcha Mungu wa kweli. Na kwa mwaka huu 2020, kwa mwaka huu wa 2020 tukielekea mpaka 2022, Mungu anataka ambiwe ukweli. Ambiwe ukweli. Maana Mungu anaona mpaka ndani ya maji, mpaka ndani ya mfunguni, gizani anaona, anamulika, anaona yote. Kwa mioyo ndani anaona. Ni onyo kwa Wakenya kwa 2020 mpaka 2022, hawatachezea akili ya Mungu tena. Ukweli ubaki ukweli, ndio ibaki ndio, hapana ibaki hapana, siri za chini chini, kwa sababu Mungu hataki mchezo tena. Watu wanaenda kualikwa juu, na ndio watu wataanza kujua, fulani huyu kumba ako hivi, fulani huyu kumba anafanana hivi, anatuambia hivi kumba ako hivi. Waandikwa juu. Kitu Mungu hataki kabisa ni damu kumwagika isiyo na hatia, hata awe mtu mmoja hataki. Maana kutokea kwa viongozi wa juu mpaka wale wa chini, wananchi wote Mungu anawajua, anawapenda. Hivyo anawaambia mwaka wa 2022 Mungu anawaamuru, hata si kuambia, hata si kuwaomba, anawaamuru wapendane. Hata ukiona mtu si mzuri kwako, lakini mpende tu, kwa sababu
sababu Mungu ametaka tupendane, ndio tufikie malengo yale Mungu anataka. La sivyo tutamalizana tu na mkwarushano na kusukumana na kadhalika. Atakaye chokoza wengine akifikiria Mungu hamuoni, amemulikwa vikali sana. Mambo ya BBI vile tulikuwa tunayaombea, na ikawa tuambie Wakenya kwamba Wakenya, mawazo yenu na vile mlivyo, msiongee mengi kuhusu hii kwa sasa. Isilete kutokuelewana mahali Mkenya alipo, mahali popote pale alipo. Wewe Mungu anataka ufanye kazi yako kwa bidii. Kama umeajiriwa, fanya kazi kwa uaminifu, ukule mshahara kwa jasho lako. Kama ni biashara, fanya kwa bidii, ingawa pesa ni kidogo vile Kama ni ukulima, lima kwa bidii. Hali ya anga vile tumeisikia, ingawaje tunaona mvua itaendelea, itaharibu mimea, jua kali iko hapo, wadudu wako pale, mvua ya mawe iko pale, nzige ndio hizo, magonjwa kusumbua hapa na pale, kusumbua mimea yenyewe. Kwa imani tuliyo nayo kwa Mungu wetu, na anasema tumwamini tu na tutapata ushindi. Wakati wa kulima, Kenya hatulimi pamoja. Kenya hatupandi kwa msimamo mmoja wakati mmoja. Kila watu na sehemu yao, kila watu na sehemu yao. Lakini ile mvua utaiona tena kwa mwaka huu kuanzia mwezi wa 2, wa 3. Wewe endelea kutengeneza mashamba na ulime na upande kwa imani, na kwa sababu udongo saa hii haina rutuba, Mungu akusaidie vile tunavyoomba. Pata kitu kidogo kama mbolea, weka na Mungu atakusaidia, na kwa imani tuliyo nayo tutavuna. Kama wewe ni kiongozi na ulipewa kuongoza watu wa Mungu, Mungu ndiye aliyekuchagua. Ukiongoza vyema, Mungu atasimama na wewe, na si ajabu 2022 anakurudisha ikiwa utafanya vyema na ukae na watu wa Mungu vizuri, maana hiyo ndio kazi. Viongozi hawa, wanasiasa wale wa kusumbua, wasikusumbue wewe, wasiwasumbue nini, maana Mungu anaenda kuwachucha yeye mwenyewe. Kwa hiyo asikusumbue na maneno mengi, anaenda kuchuchwa. Kazi sasa imerudi kwa mikono ya Mungu. Mchezo ambao umekuwa ukichezwa na Kenya inajidai wakisema sisi tunaabudu Mungu aliye hai, Mungu wa mbingu na nchi. Sasa Mungu anashika ushukani. Kufikia 2020 watakuwa wamekaa kando, wamechuchwa, wamekaa kando. Ngoja waangalie, wafuate polepole. Lakini unapowaangalia na wao usipoteze mwelekeo. Ndio maana tumeambiwa tuombe na uende uiname kwa kazi yako. Inama, fanya kazi. Kama ni utangazaji, tangaza, tafuta habari, lakini za ukweli. Hata zikiuma mtu mahali, lakini ameambiwa ukweli. Ukweli utaweka wale watu huru. Hivyo Mungu hakubali mtu afe kwa maji. Hapo nilikuwa nimepita. Kwa hivyo tuendelee kufanya kazi kwa bidii mpaka 2022. Wale ambao tunafanya kazi na BBI yenyewe ina maneno, lakini Mungu mwenyewe
atawapatia maneno nyinyi ya kuchangia nafasi ikifika, na yale maneno mtapewa ndio maneno yataleta ushindi, kwa sababu pumzi ya Mungu itakuwa kwa hayo maneno, na isiende mahali popote bila wewe, bila yule Mkenya mwingine kuongea jambo. Kwa hivyo Mungu ako na sisi tu. Mungu aliona watu wake wakiumia, aliona vile watu waliteseka, kwa hivyo anasema hii tumwachie ashughulike. Wale wanataka kusimama kura 2022, hakuna anayemzuia, hata Mungu amzuii kusema mimi nitasimama 2022. Hata akisema anataka atasimama gani, aseme, lakini asisumbue watu saa hii. Watu wameinama wapi? Kwa kazi zao. Hata ye mwenyewe anahitajika awe kazini, anashughulika na kazi ile ambayo Mungu amempa. Kwa hivyo mpaka 2021 tumesikia ile anataka kusema aseme tu. Hata hapa kanisani tukiwa na ile ambaye anataka, anatuambia anapangiwa siku. Hawa wanakuja, watangazaji wanakuja, asimama ajieleze, mimi fulani fulani wa fulani mwaka wa 2022 nataka kusimama na nitasimama kwa kiti fulani. Tunamwambia bye, tukutane 2021. Hapo ndio sasa Mungu mwenyewe vile anasema ataendelea kuangalia mambo hayo kabisa, sababu hataki mambo ya nyuma irudiwe tena. Maana Mungu aliona yote yaliyotendeka nyuma kwa kura zilizo, aliona yote na hata kubali irudiwe tena. Mungu aliona watu wake wakiumia, hiyo umesikia. Kwa hivyo hataki tena. Na wale mnataka kura, semeni, hiyo mmesikia. Mpaka 2021 ndio Mungu atakuonyesha wewe ambaye unataka sasa usimame aje, usimame wapi. Maana saa hii kila nyumba ya siasa watu ni kupanga na kuhama. Sasa wewe na wewe unasimama unasema mimi nitasimama na akina fulani, unaenda huko unapata nao wamehama, wameenda kwingine. Tulia, ngoja 2021 wakati mpangilio sasa itakuwa inaanza kushika chini. Lakini kwa sasa hii shughulika na kazi yako na pesa yako, usitupe kwa watu, maana watakaotumia pesa kwa siasa wakati huu watakula nje. Pesa itaenda bure na hata pewa nafasi. Hivyo tulia na Mungu akusaidie. Tuko na kusaidia na tuko na kuhonga. Kusaidia, unasaidia wahitaji, wale watu wako karibu na wewe na wanahitaji, na Mungu amekuweka kwa nafasi ya kusaidia. Saidia, lakini usihonge mtu ukimwambia ndugu yangu haki usiniache 2022. Hiyo ni kuhonga, na wewe unayeambiwa hivyo chukua hizo pesa, na ukichukua basi jua vile utaenda. Kwa hivyo Mungu mwenyewe atawapatia maneno ya kuchangia vile tumesikia wakati ukiwadia. Na kwa sababu hali ya anga bado inabadilika, haijashika laini, kila Mkenya unajua wakati gani tutapanda. Vile tumesikia, tumeambiwa hapa, sisi upande huu inakwanga mwezi wa pili, wa kwanza, wa tatu, halafu tunaendelea mpaka wa 4. Lakini wewe ngoja tu mvua, tengeneza mapema, jiandae, na inaponyesha panda. Na unapopanda, panda kwa imani na Mungu atakutetea. Umesikia kuna wadudu, mawe ya kugonga, kila kitu iko pale, lakini wewe simama tu imara na Mungu atakusaidia. Mawazo teletele, wale watu ambao wanahitajika pia waangaziwe na serikali yetu. Tuko na watu sahi wako na mawazo teletele, na hawa makaunti waangalie sana. Hawa wanaangukia magavana, waangaliliwe vizuri, kwa sababu
kuna watu wanakaa kwa makaunti zao, lakini mawazo ni teletele, hawana nyumba, hawana shamba, wana watoto na hawana vile wanaweza kufanya. Wanajiuliza, nitaenda wapi? Nitafanya nini? Nitapangaje haya maisha? Natoa wapi mahitaji? Nitapata wapi? Nasimama aje? Nauliza nani? Wanahangaika, lakini kule watu wengine nao wanaendelea tu na maisha, na hawa ndio watu ambao wanahitajika washughulikiwe. Mungu amewaona kwa counties, watembee kabisa, waangalie hawa watu, haswa wale waliathirika kwa mafuriko, wale ambao walitolewa Mau Forest, wahakikisha kwamba watu wale wako mahali. Nyumba ziliporomoka kwa ajili ya mafuriko, wasaidiwe. Hii video itakuja kuleta shida. Mungu asaidie na isikizwe vizuri sana na ushindi uonekane. Mungu atulindie vijana wetu wanaolala nje kwa ajili ya kazi ya usalama. Usalama wa nchi, usalama wetu. Jana tumekuwa hapa na kesha, tumekaa nao, wametulinda hapa, tukafurahi, tukaendelea vizuri, tukimcha Mungu, tukishukuru kuvuka mwaka mpya. Kwa hivyo wawe wa angani, wawe wa majini, wawe wa nchi kavu, wawe wa kina nani, hawa Mungu awalinde. Idara ya elimu, maombi, kuwe na usalama na uelewano, maana ni mojawapo tena inajileta kwa mambo mengine, na huko mbele tumesikia wanahitaji kuombewa. Kwa hivyo tuombee mahospitali zetu na idara zote, idara yani mahospitali iombewe, haswa wauguzi, na pia vifaa vya kutumia na madawa ya kusaidia wagonjwa. Watu wetu viongozi watembee kwa mahospitali na wahakikisha mtu anapoenda kule anasaidiwa, wasisikie tu, waone na watembee huko waone, wasitumanishe tu mtu anaenda analeta habari isiyo kamili. Kwa hivyo mtu asikufe akidia ningeshughulikiwa, labda singekufa. Na unajua saa hiyo anasema hivyo na hayuko, kwa hivyo hiyo ni roho, na ikirudi na uchungu, madhara inakuwa ni mengi pasipo na maombi. Mwaka huu maombi kwa madrivers wetu wa barabarani, kwa ajili kuna mambo mengi yanahitajika kuwaombea kila mara na waongeleshwe kukiwa na nafasi ya kuongeleshwa, maana wengi wao maajali, watu wanakufa wengi kabisa kwa maajali, iwe ni pikipiki, iwe magari, iwe nini. Unapata wengi wao ni uchovu, kutokupata usingizi vizuri, wengine ni careless driving tu, mtu tuna kiburi chake tu na madharau, anaenda tu bila anaenda, hiyo speeding anaendelea tu bila kujali. Wengine overtake na hajafanya timing, yani gari linakuja naye pia anachomoka tu na hajapima vizuri, akajua kitambo lile gari lifike nitakuwa nimefika mahali. Mungu awasaidie. Mungu anahuzunishwa na watu wanaokufa wengi, na ni kwa ajili ya mabarabara, kiburi na madharau kwa barabara. Mwaka huu Mungu asaidie. Tunaomba na wahusika nao waamuke pia wasaidie. Mabarabara zingine ni mbovu pia, wahusika wafanye kazi yao. Kwa hivyo Mungu anapotusaidia, tunapoendelea kuomba, maana hii damu inayomwagika isi mzuri inaweza kuleta mambo mengine, na madrivers wengine huwa wameuzwa kwa shetani ili watoe damu ya watu iende kwa shetani. Lakini hiyo tunakemea kwa 2022. Mungu asaidie. Kama vile mnasikia wale walifikiria watafika, lakini wamekwama njiani. Wakati mambo Kenya iliharibika baada ya uchaguzi wa kurudia vile tulirudia, mkiona maombi ilikuwa hapa kanisani, na neno ikawa ya kwamba Mungu anaenda kuongea na watu wawili, na hawa ndio wanaenda kuleta amani. Mlisikia hapo kusikia? Na baadaye si mliona ikakuja na ikaitwa handshake. Kwa hivyo sisi
Tunajua amani tuliyo nayo saa hii ni Mungu alitupatia kwa ajili ya upendo wake, na hataki mambo haya yarudiwe tena. Kwa hivyo tunaomba hii amani isitumike vibaya, hii amani isisukumwe na maovu kwa kona, ili badala ya watu kufurahi mambo mengine yaanze kuonekana. Lakini likawa ya kwamba isipotumika vizuri hiyo handshake tena, yale ambayo tutaanza kuyaona ni mengine. Lakini tunaomba, hatuachi kuomba, tunaomba. Kwa hivyo hiyo amani Mungu alipeana kwa Wakenya wakati kulikuwa na hiyo ubaya. Tujitahidi, mimi na wewe sasa ambaye tunasikia, tuendelee kuiweka, na mengine yakija yasiyoleta hiyo amani tuyakanyagie, sababu sisi sasa ndio madriver wa gari ya hiyo amani. Hiyo amani isimame, iendelee, na kila mtu afaidike. Kuua na kujiua, ile watu mnaona wakikufa kabisa kabisa, shetani anajua kila anafanya. Masiku zinaendelea kupunguka kwake, kwa hivyo ameamua kutumia watu na kuharibu maisha ya watu kabisa, na ameingilia kwa hasira, ameingilia kwa tamaa, ameingilia kwa uchungu, ameingilia kwa madawa ile mtu anakunywa na anakuwa ni kama wazimu. Asipopata anaweza kufanya madhara yoyote ile ambayo anafikiria. Kwa hivyo tamaa ya kutaka kwa lazima hiyo, Mungu atusaidie, maana ndio inaleta haya maafa, kutokuelewana. Na ndio mnaona inalenga tu wamama, wababa, watoto, wamama, wababa, watoto. Ikiruka nje ni mmoja mmoja, lakini hata ikiruka nje ukifuatilia itakuwa ni mambo ya mapenzi, itakuwa ni mambo ya nini ilikuwa. Kwa hivyo Mungu atusaidie, tunapoomba watu wakisimama kwa ukweli wa Mungu, ushindi utaonekana. Kwa hivyo mama uliye hapa, baba uliye hapa, kijana uliye hapa, msichana, maana unaweza kuelewa, wacha tusimame na wewe kwa imani tulio nayo, tuendelee kuomba na tupinge shetani tukimkanyagia na nguvu zile ambazo Mungu anatupa, na ushindi utaonekana. Mume na mke muko na njia ya mapato. Hili jambo linatoka kwa sababu pia video vinaanza kutoka hapa, na linaudhi Mungu kwa sababu wakati unatafuta kazi unaomba. Mume na mke muko na njia ya mapato, Mungu amewasaidia, mko na kazi, wenda ni kazi, wenda ni biashara, wenda ndio hiyo kulima tunasema. Lakini unapata kama ni mume amewachia mama majukumu yote, mama ashughulike na kila kitu, yeye haguzi chochote, yeye hapo pale tu. Akiulizwa ni mkali kweli, anasema mmeziona ziko wapi? Kuna wamama pia wako hivyo, zake ameshika, mume anashughulika, mume anatafuta fees, mume anapeleka watoto shule, mume analipa rent, mume anafanya kila kitu, ananunua chakula mpaka na mavazi, lakini mke zake hakuna shilingi inaonekana. Utapie sasa. Tunapoulizana, ukiulizwa wewe ambaye usaidii, kama ni wewe mama ama kama ni wewe baba, je, familia yako ile pesa Mungu anakupatia na hausaidii na haionekani, huwa unapeleka wapi? Wewe Mkenya ambaye unasikia, maana hii ndio vitu inaleta mavita, watu wakiuana, huwa unapeleka wapi zako pesa? Na kama ni kuweka, ama unaweka kwa banki, ama unawekea nani? Na Mungu anakupa isaidie watu wako saa hiyo na wale wahitaji, unawekea nani atakayetumia? Na wakati huo mmoja wako ama yule ambaye mliungana naye ameshughulika, mambo imeisha, na wewe ndio unaweka zile pesa, unawekea nani? Kwa hivyo shughulika saa hii, inaudhi Mungu. Mtoto wako akihangaika, jamii yako ikihangaika, na wewe umeketia pesa tu, umenyamaza zako, na hesabu vile unajua kule unapeleka hatujui, lakini Mungu anajua kule unapeleka, na kesho utaanikwa juu. Ukumbuke, iwe kazi umeajiriwa, iwe shamba umeajiriwa, iwe biashara, hii pesa yote sanya na isaidie jamii yako. Kwa hivyo siku moja Mungu atakuuliza kile ulifanya.
misukosuko kwa ndoa nyingi kwa huu mwaka. Na vile tuko hapa hivi na unasikia mambo haya, turekebishe na tusimame imara na tushikane. Wewe shikilia mtu wako, naye akushikilie, na mshikilie watoto wenu, na ushindi wa Mungu utaonekana kwenu. Na wale ambao bado wanatafuta, Mungu awasaidie, wanapopata wapate, wale ambao wataelewana ili waendelee vizuri, kwa sababu wengi wao milango ya kuoa hiyo na kuoana hiyo inaenda kufunguliwa mwaka huu. Kwa hivyo wanapokutana na wale ambao wanaelewana nao itakuwa vizuri sana. Mungu na asaidie. Wakati tunaombea watoto masomo, wakati tunaombea watoto wetu masomo, wakati tunatafutia watoto wetu, wakati tunafanya mambo, tukumbuke watoto pia chokora. Wakumbukwe chokora. Ni watu, tuwakumbuke. Walitupwa tu, wengine walitupata wamezaliwa tu. Kuna wale wanataka kusoma, sio wote. Wote wamekaa huko nje mpaka wamekuwa ngumu kabisa. Lakini kuna wale wanataka. Hawa wakipatikana na wasaidiwe. Sisi huku tunaweza kukimbia huku na huku, lakini hao ndio kuzunguka tu na kuvuta hiyo vitu wanavuta na hivyo. Lakini Mungu anatuangalia na anasema hawa watu ni akina nani, hawa wako kwa hii nchi ambayo ndio bariki. Kwa hivyo Mungu atusaidie. Si kazi ya mtu mmoja, ni sisi zote. Wazee wanapata pesa ya kuwasaidia. Hiyo ni shukrani, maana Mungu alifungua hiyo. Lakini wafuatwe, ni wakati wafuatwe kuhakikisha hiyo pesa inawafikia na inawafaidi. Maana mifuko imeanza kujaza hizo pesa. Na inasaidia watu wengine. Inasaidia wale wanawasaidia. Haisaidii wale wanakusudiwa. Hata unapata wamenyimwa chakula hawakuli. Wako hivi hivi tu na pesa zinaletwa. Na anayefaidika ni yule mtu mwingine ambaye ana macho na miguu na anaweza kushughulika kazi yake. Hivyo pesa hizi zifuatwe. Na mtu akipatikana, sheria ichukue mkondo wake. Hata zile za wajane pia Mungu asaidie. Naendelea kumaliza nikisema, fees vile ilikuwa mwanzo, tumshukuru Mungu, njia zimefunguliwa. Na hata kuna wale ambao tayari mko nayo. Tukisema mkeni, mtasema mimi nimepata. Hata mmoja akaniambia nimepata, lakini shule ndio sijapata mzuri. Huyo si ni afadhali? Ako na pesa kwa mfuko na shule ndio hajapata. Si atapata. Kwa hivyo waliofanya mitihani wote watasoma. Hiyo ilikuwa ni hakikisho. Usiwache mtoto akae nyumbani, Mungu hapendi hivyo. Wacha naye pia apande na akae kwa wenzake, asionekane ni kama mtu ile ilikwaje. Waliofanya form 4, huo ulipita na D, huo ulipita na D+, huo ulipita, hii ni kupita mapanguka, huo ulipita na E. Utasoma. Amen. Utasoma. Ni hakikisho hiyo. Kwa hivyo ni kuamka chini na kutafuta njia hii. Tunaendea mlango gani? Ili huyu mtu aendelee, asikae chini. Kwa hivyo Mungu hapa na anatenda. Jambo lingine ni kwamba wewe wahitaji, wewe ambaye umekuwa na hitaji ya mapato, ya kupata shamba, ya kufungua biashara, ya kupata kazi, hata na kulima mwaka huu. Wengine bado wanalia kununua magari na mapikipiki hapa. Mwaka huu wa 2020, amini. Amen. Yesu asifiwe. Amen. Nani anaamini? Amen. Na ufuate hiyo imani. Na kule unatumwa na Mungu, nenda na ufanye yale ambayo yanahitajika ufanye. Mwaka huu wa 2020 tunafurahi. Mengine yanakuja hivi, mengine yanakuja hivi, lakini hayakosi mazuri ndani. Kwa hivyo mwaka huu wa 2020 kwa makanisa yote nchini Kenya, ile inaabudu Mungu wa kweli, wachana na miungu. Ile inaabudu Mungu wa kweli, nguvu za Roho
Mungu anaenda kuachilia 2020. Nguvu za Roho Mtakatifu kuongoza zimeachiliwa. Yesu asifiwe. Nguvu za kuomba, nguvu za kukemea mapepo, nguvu za kuomba wagonjwa wakipona, Mungu ya miujiza. Kwa hivyo wewe ambaye ni mchungaji mahali, ikiwa utasikia mambo haya, Mungu anasema ukipitisha kanisa lako kwa giza na watu wasipone, watu wasipate ushindi, watu wasifanikiwe, wewe utavuna vibaya. Simama imara mchungaji, awe ni bishop awe ni nani, simama imara, ufanye kazi ya Mungu kwa upande wake, na uone maajabu yale ambayo Mungu anataka kupanua na kupanua hilo kanisa lako na kukupa wewe mwenyewe mahitaji yako ili usihangaike. Kwa hivyo wachungaji, tuwaombee mahali popote walipo, wale wanainuliwa wachanga, wale tayari wa katikati, wale wanaendelea kukomaa, nao warudi wakisaidia wale wengine, ushindi uonekane. Na kitu ambacho Mungu anaenda kufukuza kwa makanisa, uombe nami naomba na wengine wanaomba, Mungu anaenda kufukuzana na kitu inaitwa usherati. Kwa makanisa usherati, hata hivyo kwa wachungaji inaenda kuondoka, na ile mtu ataikuamilia, wewe utavuna vibaya. Walio na wivu na chuki wataki wengine ushindi. Watu wakibarikiwa ndio hao kazi yao tu ni urogi na majini na vituko ya uganga, vituko. Wabakaji hawa na mambo mengi sitasoma yote. Hawa mwaka huu neno ni ya kwamba wasipowacha watafute uso wa Mungu kwa msamaha, wengi vituko yao hii zinaenda kuangamiza. Na wasione 2021. Hiyo si mambo yangu. Fungua macho yako vizuri. Fungua macho yako vizuri wewe Mkenya. Uone vizuri. Uone vizuri. Mungu anakuambia wewe, fungua macho yako vizuri. Wewe uliye Mkenya, sababu Mungu anapenda nchi. Uone vizuri. Unapofungua macho yako hayo, Mungu anataka kukuonyesha nini? Anataka kukuonyesha baraka ambayo amekupangia kwa 2020 uone. Usipoona usilaumu Mungu, sababu amekwambia funua macho. Fungua masikio pia, na maneno usikie vizuri. Yale utaambiwa ikusaidie upate kuwa ushindi. Hiyo fahamu yako na akili yako iliyo timamu, uinuke ikusaidie kwa jamii yako na jamii yenu. Kwa hivyo ukiwa na akili timamu wa mtu, na Mungu anataka kusaidie itumike vizuri na ilete ushindi. Mambo mengine ya kuombea ndio haya. Wanaosumbuliwa na tumbo, muamini. Wanaosumbuliwa na vifua, muamini. Wanaosumbuliwa na migongo, muamini. Mimi ningekuwa wewe, saa ile inasemwa mimi nashika hapo. Saa ile inasemwa mimi nashika hapo. Vifua, migongo, mifupa, koo, kichwa, macho na mapua kwenda kwa masikio, sukari, ugonjwa wa sukari, magonjwa ya ukimwi. Tunasikia kwamba hakuna dawa yake, lakini ukiamini kwa Mungu, kile ambacho Mungu anasema, anaongea tu na vina na viambia nyamaza. Na mtu huyu nilimpanga ataishi miaka 90, na wewe hata ukiwa hapo ndani anafika.
Hiyo ndio uponyaji. Tuombe kwa ajili ya magonjwa ya kansa, tuombe ile ya blood pressure vile inasumbua, lakini tumeamini ya kwamba ushindi uko. Ugumu wa magonjwa haya ambayo yanaleta vituko na vituko, watu wanahangaika huku na huku, wanamsahau Mungu. Mungu atusaidie kabisa. Kwa hivyo mambo ya Al-Qaeda tuombe, hawa watu wa kulipua hii vitu tuombe, sababu wametembea kila mahali, ujuangi wanatokea wapi, lakini Mungu akiamrisha na tunapata ushindi. Vituko vya kulipua hivi, migomo ambayo sasa tunataka tuanze watu wakicheza, lakini Mungu anataka Kenya ikomae. Ikomae kwa njia ya kwamba mtu akiwa na shida, mtu akiongea asikizwe, wakae na yeye na ulizo unataka nini na wasuluhishe pole pole, na hii nchi itaongoza bara la Afrika. Amen. Wale ambao viongozi wa bara la Afrika wanapoenda kuchagua na wanasema toeni Kenya mtu kwa ajili ya maisha yao, toeni mtu Kenya. Kwa hivyo Mungu asaidie na ushindi huo uonekane kwetu. Mipaka yetu tuendelee kuiombea, haswa upande wa Somalia na upande wa Uganda, tuendelee kuombea kabisa. Mungu asaidie mipaka yote, lakini haswa. Kwa hivyo mashule hata na makolleges yote, mahospitali tumeambiwa, makanisa tumeambiwa, miji mikubwa haswa Nairobi, maombi tuendelee kabisa. Wale ambao mko hapa na mnaishi Nairobi, muwe mifano, muwe wa kukanyagia ule uharibifu, muwe wa kuongea vizuri, muwe wa kuomba, na Mungu awatumie na shike mateka Nairobi na itulie. Maana hiyo ikitingizika, tunajua kila mahali ni kubaya. Mungu asaidie. Kwa hivyo watumishi wa Mungu wote mahali popote walipo tuwaweke kwa maombi, kukemea mapepo ya maajali hii kabisa, na magonjwa hiyo tumesikia, maafa ya shetani tunaomba, kwa sababu tunajua Mungu anaita watu wake wakati ukifika. Lakini ile ingine ya kuharibu tu sababu ya mipango ya shetani, ati shetani amenunua mtu mahali, watu wakufe, watu wauawe, uwa huyu, teka nyara huyu, fanya vituko. Tunaomba Mungu atusaidie. Vyombo vya usafiri vyote tuvikumbuke. Mnajua kila mahali, tunajua kuna mandege, tunajua kwa barabara, tunajua kuna maferi na kadhalika. Halafu wajenzi waombewe, wale ambao wamesomea kujenga waombewe, na wakifuatwa na wale viongozi wao wafanye kazi nzuri, ili watu wasiangamie. Jambo hili linachukiza Mungu. Hata upande wa madaraja ukiona ikimwagika, ukiona manyumba zinamwagika kwa watu, sasa hao watu wanatia gani? Lakini Mungu akisaidia kufunua macho wahusika, watafanya kazi nzuri na ushindi utaonekana. Watoto wachungwe sana, linarudiwa, watoto wachungwe sana. Kuna ugonjwa hapa wa kusahau. Wewe kama uko na huo ugonjwa wa kusahau, pia Mungu ana tiba yake. Unaamini? Kuisha nguvu na kuchoka. Unaisha nguvu tu kwa mwili na kuchoka. Unapimwa, haionekani ni magonjwa gani. Kulala usingizi sio ya kawaida. Yaani katika hiyo hali ya kuchoka unajipata unalala usingizi sio ya kawaida. Njaa, Mungu amesema atatusaidia, atatushughulikia. Mvua na mambo mengine atatushughulikia. Wezi, Mungu mwenyewe awaongeleshe, sababu ni watu wake, na wasiadhiri watu wengine wale ambao hawako kwa laini yao. Uamini Mungu anaponya. Ushikilie huu unabii mahali umekukuza, na utaona ushindi. Ulinzi, usafiri, ujumbe, nyumba tepetepe ziombewe, sio kuombea nyumba tepetepe ziangushwe, maana zitaanguka na watu kesho. Kwa hivyo baada ya hii mvua, wanaohusika watembee kwa manyumba wakigonga gonga. Hata yako anza kugonga tu, unaianzia chini, unaona imesimama hata. Ukienda kwa choo, hizi machoo tunachimba za mashimo, tulisema unasimama katikati, unarukia hapo. Uruka kabisa, uruka, ukiangalia ikitingizika, toka mbio na uiangushe. Halafu anza kutumia ya jirani mpaka vile utajenga. Kwa hivyo Mungu asaidie kabisa.
university zetu Mungu asaidie, maana huko mtoto akifika huko ndio akili upanuka, anafunguka mawazo, anaanza kujua anaelekea wapi. Mungu asaidie tusiharibike. Ukabila Mungu atusaidie hiyo. Tushikane kabisa. Nashukuru Mungu kwa kanisa letu hili tuko makabila yote. Kwa hivyo tunafurahia Mungu. Wanyama pori tuendelee kuomba na hizo masamaki. Kwa hivyo watoto wa kusumbua. Yaani mtoto amekusumbua mpaka unasema huyu, kwa nini Mungu alinipa huyu mtoto hata angeninyima nikae bila? Mungu anakuambia wewe 2020 mpende, mrudie huyo mtoto, sababu Mungu anaenda kumbadilisha. Hiyo ni furaha kubwa. Na wengi walioona ugumu kabisa 2019 pia kuna mabadiliko yao kwa 2020. Uliokuwa na ugumu, uliona yale ulipitia, wewe ndio unayajua, lakini kuna ushindi kwa huu 2020. Kwa hivyo watoto wasioelewa masomo pia hawachawachwa nyuma. Maombi ikipita na wewe uamini na unaleta na mtoto wako, mabadiliko ile itakuwa. Utaita hawa wanahabari na wakumbushe siku ya leo, na wachukue mtoto wako picha, waseme angalia yale Mungu anatenda. Kuna wale wameishi kwa uchungu, mateso, kuchukiwa, unatafuta upati ugumu, na mwaka huu Mungu anaenda kukuwekea mabadiliko, kuweka maombi kabisa. Na tuendelee kukumbuka Amerika yule kiongozi wao. Ukitaka kumsongesha huyo unatumia kipini. Mnaonanga wale huenda kusaidia watu wale wameingiwa na wadudu. Tunawahitaji hao wadudu wa miguu. Jinye na funza. Pini hawaanziaki katikati, ukitoboa mayai inaenda hivi. Kwa hivyo wanaanzianga kando kando. Kwa hivyo tunaombea Amerika, sababu kikiumana huko tunajua watu wengi hawatakuwa vizuri, lakini wakikaa vizuri, hata sisi pamoja na maiti zile zingine zinaendelea kusaidia, ushindi utaonekana. Watoto wachungwe, inaendelea. Watu wazima, tembea kwa maombi. Jaribu kabisa, Mungu akusaidie utembee kwa njia hiyo mzuri, maana wakuteka nyara na wakuua vile wanatafuta pesa, hata analipwa na mtu kukutafuta wewe. Basi wewe Mungu akusaidie, tembea kwa uwepo wa Bwana, na watoto wako waweko kwa ulinzi, kwa mashule, wapi popote pale, na wewe kazini, usafiri wako na yale yote ambayo unafanya. Jaribu, si lazima ukae nje usiku, lakini Mungu akusaidie. Ikiwa uko kazini na hakuna vile unaweza kuepuka, fanya kazi yako, lakini Mungu akuchunge. Kama uko mbali na nyumbani, hata lala kazini, kesho itafika na utaenda nyumbani. Kwa hivyo kwa hayo, kwa mwaka huu ndio yale ambayo Mungu ametaka tusikie na tuwekee maanani. Lakini atakayefanya kiburi na madharau atakutana na Mungu mwenyewe, sababu Mungu sasa ameshikilia nafasi kwa Kenya. Watu wamekuwa wakicheza, lakini sasa amerudi. Ukisema ndio, iwe ndio. Hata uwe kiongozi, ukisema hii itakuwa hivi na hivi, na ikuwe. Usiseme hivi na mengine yatokee tena. Kwa hivyo Mungu asaidie, bora yawe ya kusaidia na kujenga. Mungu atusaidie. Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa hivyo kwa mwaka huu, nani anataka kutembea na Yesu? Amen. Nani anataka ushindi akiwa na Yesu? Amen.